Bwana Yesu umeachilia ndani ya maisha yetu. Watoto wako tuko mahali hapa Bwana Yesu kwa ajili ya kukusikia na kukuelewa wewe, kwa sababu hatuna mtu mwingine ambaye tunaweza tukamwelewa zaidi yako. Hakuna mwingine ambaye tunaweza tukamsikia zaidi yako. Hakuna mwingine ambaye tunaweza Bwana Yesu tukamwelewa zaidi yako Yesu Kristo. Tunakuomba mahali hapa, tunakuomba mahali hapa Roho Mtakatifu, tunakuomba ndani ya mioyo yetu, tunakuomba ndani ya nafsi zetu Bwana, kwa sababu tunaamini ya kwamba wewe ndiye utakayetusaidia, wewe ndiye utakayetuvusha hapa tulipo, wewe ndiye utakayetupeleka katika mambo nyingine ambayo umekusudia siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakuinua, ninakusifu kwa sababu wewe ni Bwana, tena wewe ni Mungu, na kwa kuwa umetupa hii siku, haijawa ni bahati mbaya, haijawa kwamba Bwana Yesu ni kama tu jambo la kuzukia, bali Bwana ni kwa sababu ya mapenzi yako, ni kwa sababu ya mapenzi yako. Ninaomba Bwana katika ibada hii mapenzi yako yatimizwe, mapenzi yako yatimizwe Bwana Yesu, si hali tutakavyo sisi, bali utakavyo wewe Roho wa Bwana, bali utakavyo Bwana, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Tazama nami ni chombo chako tu Bwana, ambaye Bwana umenileta mahali hapa ili kusudi watoto wako wakapate kusikia yale yatokayo kwako. Kanitumie vema, kanitumie vema Baba yangu wa mbinguni, na kwa kuwa Roho Mtakatifu aliye ndani yangu, ninaomba kanisaidie, ninaomba kaniongoze, maana neno lako linasema unaongoza hao ndio wana wa Mungu. Nami niko tayari kuongozwa na wewe, niko tayari kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kaongoze nao, ukawasikilizishe neno lako, ukawasikilizishe neno lako. Neno hili likazae matunda, neno hili likazae maradufu, likazae sana, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Karibu Roho wa Bwana utawale mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo, na kila mwenye pumzi na aseme amen. Ninamshangilia Bwana Yesu, ongeza makofi kwa Yesu. Haleluya. Yesu asifiwe. Tuko wachache kwa hiyo inabidi muitikie watu wa Mungu. Amina. Inabidi tuitikie, ili tukiitikia Roho Mtakatifu pia anaendelea kutubariki na kutusaidia mahali hapa. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Na nikwambie tu kitu kimoja kwamba hatuko hapa kwa bahati mbaya, bali tupo tu kwa sababu kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu amekusudia siku ya leo tuweze kukipata na tuweze kusaidika pia katika eneo hili, ili tuweze kuvuka na kuelekea katika maisha ambayo Roho wa Bwana amekusudia tuweze kuyaishi. Amen. Na kwa kuwa Mungu amekupa nafasi ya kuwepo hapa, si kwamba ni bahati mbaya, bali ni fursa ambayo umepewa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni neema na nafasi ambayo umepewa. Wengine wangetamani kuwepo hapa, walitamani kuja hapa, lakini hawajapata hiyo nafasi, hawajapata hiyo fursa. Kwa hiyo kama umepata hiyo fursa, inabidi uitumie vizuri kwa uaminifu. Mwambie mwenzako uitumie vizuri kwa uaminifu. Hata hicho kitu ulichokadia kiambie. Bwana Yesu asifiwe sana. Juzi wakati naangalia mtandao wa kijamii, kuna kitu kimoja, mtumishi mmoja, vitu vilikuwa vingi tu hivi, akawa anahubiria vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sijashangaa kwa sababu nina ndugu yangu mmoja pia, siku moja akaniambia kwamba Petro, mimi ninahubiria vitu kwa sababu naamini kwenye hivyo viti kuna watu wamekaa. Haleluya. Kwa sababu anafanya kwa imani. Kwa hiyo na ulipokaa hapo haujakaa mwenyewe, ila umekaa na Roho Mtakatifu. Haleluya watu wa Mungu. Umekaa na nani? Na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo usijihisi kwamba wewe ni mpweke. Unapojihisi kuwa wewe ni mpweke, maana kwamba Roho Mtakatifu hayuko hapa. Lakini ukijihisi kwamba hauko mwenyewe, kinachomaanisha kwamba upo na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watumishi wa Mungu. Kwa hiyo Mungu amekusudia. Kuna kichwa cha somo ambacho tunatembea nacho katika kongamano hili, na nimshukuru mtumishi wa Mungu kwa namna ambavyo pia Bwana amembariki na kumpa nafasi ya kuandaa ibada hii. Wengine wanaweza kuchukulia kawaida wakasema ngoja tuone itakavyokuwa, lakini ndivyo ilivyokuwa, na Bwana anaendelea kuinua watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu awabariki sana wale ambao walikuwepo siku ya jana. Nilitamani kuwepo, lakini kuna mambo ambayo yamenizuia nisiweze kuwepo kwa wakati huo, lakini leo imempendeza Mungu niweze kushiriki pamoja na ninyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini nawaambia msiogope? Siku moja kule nyumbani kwetu nilialikwa kwenye huduma na mchungaji mmoja, na wakati yule mchungaji aliponialika akaniambia tutaondoka saa 12 asubuhi. Kibinadamu mimi nilijiandaa kabisa, niliandaa somo refu sana. Kwa hiyo nilifikiri kwamba
ninaenda kuhudumia watu wengi sana sana. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nilifikiri hivyo na nilitazamia hivyo na nilitarajia hivyo. Kwa hiyo nilikuwa kuna namna nguvu ilikuwa nyingi sana, nikasema hapa naenda kukutana na maelfu ya watu. Baadaye kafika saa 2 akaniambia mko wapi, niko sehemu fulani. Akaniambia njoo twende. Tukaenda, tukapanda usafiri. Ni kijijini kweli, lakini mimi ninachojua naenda kuhudumia watu wengi. Kwa hiyo baada ya kufika kwenye ile eneo, action ya kwanza anapofika pale, tunachokutana nacho, tunakutana na watu wanaenda kulisha kwanza mifugo ili waje kuingia ibadani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaenda kwanza kuchoka mifugo, wakishashiba wanarudi waje wapi? Ibadani. Lakini naangalia mchungaji akanipeleka kwenye hilo kanisa. Amenipeleka kwenye kanisa. Mungu ni mwema sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa ukiangalia ni la udongo, ukiingia huko ndani sio zaidi ya watu 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio zaidi ya watu wangapi? Watu 10. Lakini kilichokuja kutokea baadaye, akaniambia tuwasubiria wapendwa kwa sababu watarudi. Kwa hiyo mchungaji akanitia moyo, akaniambia watafanyaje? Watarudi. Kile nikawa nawaza, nasema Mungu, hili linawezekanaje? Kumbe kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu alichukua ananifundisha, mimi nilikuwa sikijui. Kwa hiyo baadaye wale wapendwa wakaenda kuchunga, wakarudi saa 6. Kumbuka tumeenda saa 12. Kwa hiyo waliporudi majira ya saa 6, muda huo sasa na mimi najiandaa kwa ajili ya kufundisha. Tukaimba. Baadaye alikuja kwa ajili ya kuja kufundisha neno la Mungu ni familia moja, tena watu wawili. Ukimchanganya na mchungaji watu wangapi? 3. Nilichowaza nikafikiria, nikamwambia Mungu, asante kwa sababu umenipa neema na nidhamu ya kuja kuwafundisha hawa watu. Kwa sababu kama ningeletewa watu 1000, kama ningeletewa watu milioni, pengine ningejivuna zaidi. Lakini neema ya Mungu ilinisaidia kunyenyekea hata kwa ajili ya hao watu wachache. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu aliwabariki, na Mungu aliwasaidia, na Mungu aliwainua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu. Mungu aliwasaidia sana kwa kiwango hicho. Na hicho kitu ninamshukuru Mungu kwa sababu alijidhihirisha, hakuacha kufanya jambo. Aliwasaidia wale watu. Baadaye nami nikaondoka hapo nikamshukuru Mungu. Nilichojifunza nikasema kwamba kama sitakuwa mtiifu kwa kitu kidogo, hata kwa kitu kikubwa siwezi kuwa mtiifu hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kwa kikubwa siwezi kuwa kuwa mtiifu hata siku moja. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana ambaye anatupa neema. Tukikusanyika mahali hapa, tusijione kwamba sisi ni wachache, tusijione kwamba watu wakija 1000, watu wakija 100 ya watu ndio upako wa Mungu unashuka. Hapana, upako wa Mungu unashuka mahali popote kwa yule ambaye yupo tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nakuambia hivi? Neno la Mungu linasema kwamba palikuwepo Yesu Kristo wakati anaelekea katika kijiji kimoja. Wakati anaelekea yupo njiani, katika huo kulikuwa na mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu muda wa miaka 10 na ngapi? 12. Biblia inasema kwamba wakati yule mwanamke amesikia habari za Yesu kupita pale, akasema ngoja nifanyaje? Nipite pale niguse pindo lake ili chemchemi ya damu yangu ifanyaje? Ipate kukata. Sikiliza watu wa Mungu, kuna watu ambao walizania kwamba kuwepo kwa maelfu ya watu, kuwepo na mamia ya watu ndipo neema na upako wa Mungu unashuka. Tazama, kuna watu ambao walimsonga sana Yesu. Yesu akasema kwamba kuna mtu amenigusa, na mguso nilioguswa sio mguso wa kawaida. Wanafunzi wake wakamwambia kwamba mbona watu wengi wanakugusa? Mbona kuna watu wengi hapa? Hakuna mtu aliyekugusa, kila mtu anafanyaje? Anakugusa. Baadaye kilichokuja kutokea akasema kuna mtu aliyenigusa. Baadaye kumbe kuna mwanamke akasema ni mimi. Yesu Kristo akamwambia imani yako imefanyaje? Imekuponya. Tunaweza tukawa 1000, tunaweza tukakuwa 100 watu, lakini kinachosaidia kuwepo pale ni yule mtu mmoja tu ambaye moyo wake umekusudia kabisa kumwelekea Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe uko mahali hapa, Mungu amekukusudia wewe. Mungu hajamkusudia mtu mwingine. Mungu amekutazama wewe. Mungu hajamtazama mtu mwingine. Kwa hiyo unapokuja hapa, hakikisha unamgusa Yesu kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakikisha unamgusa kweli. Mwambie Mungu, ni mimi, natamani shida ikatike, natamani shida iondoke, natamani ya matatizo yaondoke, natamani hili janga ambalo limeniandama kwa miaka na miaka liweze kuondoka kwenye maisha yangu. Ukimaanisha na ukiamini, Mungu lazima ajidhihirishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lipo neno ambalo linatuongoza kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 1 mstari wa 8, na kichwa cha somo kinasema kwamba fursa za kiroho za kupewa nguvu mpya ili kutawala na kumiliki.
fursa za kiroho za kupewa nguvu mpya ili kutawala na kumiliki. Lakini mimi nitafundisha kipengele kingine ambacho kinasema kwamba maisha ya utakatifu, alafu utaruka hapa, alafu utaenda tena kwenye kipengele cha A yake kwamba ushindi dhidi ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama neno la Mungu linatuongoza na kutoka kwenye hichi kitabu cha Matendo mlango wa kwanza mstari wa 8, neno la Mungu linasema ya kwamba lakini mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Lakini neno kichwa cha somo kinasema kwamba fursa kiroho za kupewa nguvu mpya ili kutawala na kumiliki. Fursa za kiroho za kupewa nguvu mpya ili kutawala na kumiliki. Yule anayetawala yupoje na yule anayemiliki yupoje, na maisha yake yapoje? Bwana Yesu atusaidie sana. Na tusome kitabu hichi cha Matendo ya Mitume mlango wa kwanza mstari wa 8, anasema akiisha kwa ajili ya huyo Roho Mtakatifu mtapokea nguvu mpya. Mtapokea nguvu mpya, na mkipokea nguvu mpya uwe na uhakika kabisa ya kwamba kuna nafasi nyingine ambayo inafunguliwa kwa ajili yako, ili kusudi utende sawasawa na ile nguvu mpya ambayo umepewa. Ufanye sawasawa na nguvu mpya uliopewa. Uwe na juhudi sawasawa na nguvu mpya ambayo umepewa. Bwana Yesu atusaidie sana. Huwa mafanikio huja kulingana na nguvu ulionayo. Mafanikio huja kulingana na juhudi ulionayo. Fursa huja kulingana na bidii ulionayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini neno la Bwana linatuambia mtapokea nguvu mpya akiisha kwa ajili ya huyo Roho Mtakatifu. Wangapi walishawahi kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu? Watumishi wa Bwana, mmepokea nguvu ya Roho Mtakatifu? Wangapi? Tupungiane basi ili mnipe ushirikiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nguvu mpya. Wakati unapokea nguvu mpya, kuna namna mwili wako unajihisi. Kuna namna maisha yako unaona kabisa yakibadilika. Ukiisha kupokea nini? Nguvu mpya ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ili tuweze kuambatana na zile fursa za kumiliki na kutawala, kuna kitu ambacho tunahitajika kujifunza zaidi, ambacho tunasema kwamba maisha ya utakatifu. Maisha ya utakatifu. Maisha ya kushinda dhambi. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Sijajua wewe unawazaga nini kuhusu utakatifu, na sijui unafikiria nini. Sijui wewe kuwaza nini baada ya kuambia kwamba kuna kuishi utakatifu ili uweze kukutana na fursa mpya ambayo ipo ndani ya maisha yako, ili kusudi uweze kutawala, ili kusudi uweze kumiliki. Kwa sababu yeyote yule anaishi maisha ya utakatifu, uwe na uhakika ana haki ya kumiliki na kutawala. Bwana Yesu atusaidie sana. Tarudia tena. Yeyote yule anayeishi maisha ya utakatifu, uwe na uhakika ana haki ya kumiliki na kutawala. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu humpa uwezo wa kutawala. Na mtumishi mmoja akasema kwamba maisha ya Mkristo siku zote 95% ni maisha yake ya utakatifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ili uweze kufanya kwa ubora, ili uweze kufanya kwa uzuri, ili uweze kufanya kwa uwezo wa hali ya juu, unapaswa sana kuishi yale maisha ya utakatifu. Wengi wetu tumedanganya tukaambiwa kwamba hakuna mtakatifu hapa duniani, hakuna mtu anayeweza kuishi maisha matakatifu hapa duniani. Nataka nikwambie kwamba wapo na wanaishi hayo maisha, na Mungu bado anaendelea kuwasaidia, na wanaishi kwa ujasiri. Wakikwambia wamekataa dhambi, wamekataa dhambi kweli kweli. Wakikwambia wameachana na anasa, wameachana na anasa kweli kweli. Kwa nini? Kwa sababu wamekubali Mungu aweze kuwatawala, Mungu aweze kuwasaidia ili kusudi wamiliki na kutawala. Haleluya, watumishi wa Bwana. Lakini utakatifu ni nini? Utakatifu ni hali ya mtu kujitenga kwa ajili ya Mungu. Ni hali ya mtu kujitenga kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakatifu ni maisha ya kujiepusha na dhambi ili kumruhusu Mungu akuongoze, akusaidie, akuwezeshe, akufundishe, akuonye, akukemee. Kwa sababu ni maisha ambayo umekubali kumruhusu Mungu akuongoze pasipokuwa na kitu kingine ambacho unahitaji iweze kukuongoza kwenye maisha yako. Na ndio maana tunasemaga kwamba tupeleke chombo kikawekwe wakfu. Kwa hiyo ikiwekwa wakfu inatumika tu kwa sababu ya nini? Ya kanisa. Na kama inatumika kwa ajili ya kanisa, hakiwezi kutumika tena kwa ajili ya kitu kingine. Kama wewe umekubali kumwimbia Mungu, umekubali kumhubiri Yesu, maana kwamba hauhitaji tena kwenda kuimba nyimbo za kidunia, hauhitaji tena kwenda kuimba bongo flava, kwa sababu umetengwa kwa ajili ya Bwana,
Umetengwa kwa ajili ya kanisa la Mungu. Umetengwa kwa ajili ya kulitangaza jina la Yesu. Kwa hiyo kama umetengwa kwa ajili ya kulitangaza jina la Yesu, hauwezi tena ukaenda kuhubiri vitu vingine tofauti na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watumishi wa Bwana. Lakini maana nyingine ya utakatifu ni kuamua kuishi maisha safi mbele za Mungu. Utakatifu ni kuishi maisha safi mbele za Mungu. Ninyi ni mashahidi, mnamwomba Mungu. Pale ambapo unajikuta wakati mwingine umetoka katika dhambi fulani, ukamwomba Mungu, huwezi kusikia akijidhihirisha kwako. Kwa nini? Kwa sababu bado uko katika hali ya uchafu. Na Roho Mtakatifu huwa hashuki kwenye sehemu ambapo kuna uchafu. Bwana Yesu atusaidie sana. Huwa hashuki. Hata kama unaimbaje, ndio utaona watu wanasema kwamba leo tumebarikiwa, leo tumefanyaje, lakini zebome tu wametoka hapo wamebarikiwa na ulikuwa unawaibia nyimbo fulani, ukaambia kwamba mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naelekea wapi? Kanaani. Lakini hapo hapo ulipomwimbia, unashangaa unapiga hatua 2, hatua 3, unamkuta tena kwenye uovu. Mungu atusaidie watumishi wa Bwana. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo kuhubiri kwetu, kufundisha kwetu, wakati mwingine ili kulingana na vile ambavyo tunafundisha. Nikisema usizini au nisizini, maana kwamba ninapomhubiria yule asizini, maana kwamba kile ninachokihubiri kiendane na kile ambacho ninamhubiria mtu mwingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Kila ambacho ninasema acha, maana kwamba kiwe kabisa kimefanyika pia kwangu, kiwe kabisa kimetendeka kwangu, ili kusudi yule ambaye ninamhubiria hawezi kubadilika zaidi. Ninasema hivi kwamba yamkini wewe unatuambia, yamkini wakati mwingine tukikuona kwa nje, tukikutazama kwa nje, kuna maisha fulani unayaishi mpaka watu wanasema ninatamani maisha ya mtu fulani, lakini ukirudi ndani, hayo maisha yako ni ajabu sana. Unaimba, hauoni mtu anabadilika. Unahubiri, hauoni mtu anabadilika. Unamwombea, hauoni anabadilika. Kwa nini? Kwa sababu vile ulivyo ndani sivyo ulivyo nje. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Na mtu anasema mbona mtumishi unatusema? Sio unawasema watu wa Mungu, lakini kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu anahitaji sisi tuweze kukipata. Paulo akasema, wahubirije usizini wakati wewe unazini. Wahubirije usiibe wakati wewe mwenyewe unaiba. Alichokuwa anamaanisha, kile unachokifanya sirini basi kifanyike pia katika maisha ya hadharani. Kama hadharani unakataa uzinzi, hakikisha pia sirini unakataa uzinzi. Kama hadharani unakataa kuiba, unakataa kusimanga wengine, unakataa unafiki, hakikisha pia na sirini unakataa hayo maisha. Kwa sababu kadri unavyokataa sirini, ndivyo hadharani pia unakataa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maana ya mwisho tena ya utakatifu ni kuwa na moyo wa kumcha Mungu na kutii mapenzi yake. Ni moyo wa kumcha Mungu na kutii mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini tuko hapa, yamkini ni maisha ambayo tunaishi, tunapenda ibada sana. Kwa hiyo kupenda ibada ni hali ya kumcha Mungu na kutamani kutii yale mapenzi ya Mungu. Mungu amekusemesha akakwambia, Ima, wewe utaenda kuhubiri katika mataifa. Ili uweze kwenda kuhubiri katika mataifa, maana kwamba lazima uweze kutii yale mapenzi yake ambayo anakuambia kila siku. Ni lazima uweze kutii zile sheria zake ambazo anakuambia kila siku. Anakuambia ili nikuinue katikati ya mataifa, ni lazima kwanza hapa chini ukubali mimi nikuonye, ukubali nikufinyange, ukubali kabisa nikukemee. Kwa sababu kama hautakubali leo hii, ukiimba wimbo mmoja tunakwambia mtumishi pale ulivyoimba hapana, mtumishi pale ulivyohubiri hapana, kuna namna ambavyo umeenda ndivyo sivyo. Kama ukikataa yale maonyo, uwe na uhakika hata ukija kuwa mkubwa baadaye, ukiletwa hata nabii wa manabii, askofu wa maaskofu, unaweza hata usikubali yale maonyo. Kwa nini? Kwa sababu hapa chini umekataa maonyo, hapa chini umekataa kutii yale mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusome kitabu cha Tito mlango wa 2 mstari wa 12. Tito mlango wa 2 mstari wa 12, na tutasoma kitabu pia cha Mathayo mlango wa 26 mstari wa 9 mpaka mstari wa 73. Tito 2:12 na kitabu cha Mathayo mlango 26 mpaka ule mstari mlango 26 mstari wa 69 mpaka ule mstari wa 73. Na utaenda kusoma pia kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 2, Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 21, na utasoma pia kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2
mpaka ule mlango wa pili mstari wa 6. Nitarudia, Tito 2:12, Mathayo takatifu mlango wa 26 mstari wa 69 mpaka ule mstari wa 73, na kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro mlango wa pili mstari wa 21, na kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa pili mstari wa 6. Nitasoma kitabu cha Tito 2 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, nayo yatufundisha. Tanzania mstari wa 11. Anasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Anavyosema utauwa, maana kwamba ni utakatifu. Kwa hiyo anasema neema imefunuliwa kwetu, na hiyo neema ambayo imefunuliwa kwetu ni kwa ajili ya kutuokoa, na hiyo neema kama ni kwa ajili ya kutuokoa, yatufundisha sisi kukataa ubaya, yatufundisha sisi kuwa na kiasi, yatufundisha sisi kuwa na maisha ya utakatifu. Kwa hiyo kama hiyo neema imekuja kwa njia ya Yesu Kristo, uwe na uhakika Yesu Kristo alipokuja, alikuja kwa ajili ya kupatanisha ulimwengu kati yangu na Mungu, kati yako na Mungu. Na kwa kuwa amekuja kwa ajili ya kupatanisha ulimwengu, uwe na uhakika kabisa anakufanya wewe kuwa safi, anakufanya wewe kuwa na maisha ya utakatifu, ili kusudi wewe, ili uweze kuongea na Mungu, maana kwamba lazima maisha yako yawe katika maisha ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro mlango wa pili, waraka wa kwanza wa Petro mlango wa pili, waraka wa kwanza wa Petro mlango wa pili mstari wa 21, waraka wa kwanza wa Petro mlango wa pili mstari wa 21, neno la Mungu linasema ya kwamba, anasema, kwa sababu ndio mlioitwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo, mfuate nyayo zake, mfuate nyayo zake. Kwa hiyo kama nyayo za Yesu ni ya utakatifu, maana kwamba yeye amefanyika kwa kielelezo. Kwa hiyo kama yeye amefanyika kwa kielelezo, lazima tufuate njia zake, lazima tufuate taratibu zake, lazima tufuate maelekezo yake. Na kwa kuwa lazima tufuate maelekezo yake, lazima tutii kile ambacho anatuambia, lazima tuelewe kile ambacho anatuambia. Kwa hiyo hauwezi ukaishi kinyume na utaratibu ambao Yesu Kristo anatuelekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro akaulizwa, ukienda kusoma kitabu cha Petro mlango wa 26 mstari wa 69 mpaka 73, wakati Yesu Kristo alipokuwa anaelekea msalaba, kuna watu walimtokea akasema kwamba huyu mbona naye alikuwa pamoja naye, huyu mbona naye alikuwa naye. Petro akaanza kukana, akasema hapana, mimi simjui huyo mtu. Lakini ukisoma kwa mstari wa 73 anasema, tazama, naye katika usemi wake anafanana naye. Kwa lugha nyingine, Petro alianza kuadapti yale maisha ambayo Yesu Kristo alikuwa anayaishi. Kwa hiyo kama alianza kuadapti, watu wakawa wanamtazama Petro, wanasema, Petro, mbona kutembea kwake ni kama Yesu, mbona kuongea kwake ni kama Yesu, mbona usemi wake ni kama Yesu. Sasa nije na kwako wewe, mtaua wa Bwana, je, kuongea kwako ni kama Yesu? Je, kuzungumza kwako ni kama Yesu? Unavyotembea wewe, watu wanaweza kumsifu Mungu kwa sababu yako. Watu wanaweza kusema kwamba hakika hapa ninamuona mtumishi wa Mungu kweli kweli ndani mwake, namuona mtumishi wa Mungu ambaye anamtegemea Mungu kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu usishangae, pengine labda ndani ya kanisa tukakuona tunakuita mtakatifu, lakini nje ya kanisa wanakuita ni mzinzi, wanakuita ni mwasherati, wanakuita ni mgomvi, wanakuita ni mnafiki. Lakini ndani ya kanisa tunasema, huyu ni mnyenyekevu wa Bwana, huyu ni mtakatifu wa Bwana, huyu ni mtumishi wa Bwana kweli kweli. Lakini kule wanasema, yule ninamfahamu jinsi alivyo. Yule hapana. Anasema yule usimuone tu amesimama pale madhabahuni, najua maisha yake, najua tabia yake. Na wakianza kusema hivyo, uwe na uhakika ule utakatifu, ule utukufu wa Bwana unafanyaje? Unashuka. Biblia inasema hivi, wametenda dhambi wakapungukiwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Maana kwamba ule utukufu wa Mungu unashuka chini baada tu ya kuanza kuishi katika ile dhambi. Watumishi wa Mungu, watu pekee ambao wanaweza kusitiri ni watu wa kanisani. Leo hii unaishi na wale watu ambao unafikiri kabisa ya kwamba wangeweza kukusitiri, kumbe hao wanaenda kumwambia mwenyekiti, mchungaji, yule hapana, ikiwezekana usio unampa nafasi ya kusimama madhabahuni. Kwa nini? Kwa sababu yeye mwenyewe anamuogopa Mungu unayemtumikia, lakini anaona kabisa jinsi unavyomtumikia yule Mungu haumtumikii katika uhalisia, haumuishi katika uhalisia. Na Biblia inatuambia kwamba katika mwenendo wenu
mfanane na Mungu. Katika tabia zenu mfanane na Mungu. Katika kuishi kwenu mfanane na Mungu. Nikimwona Juliet wa nje ndio yule Juliet wa ndani. Nikimwona fulani wa nje ndio yule wa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hayo maisha, ili tuweze kumiliki na kutawala ni lazima tuweze kuishi maisha ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine anasema, mtumishi, mbona mimi nikiombaga kama vile naona mbingu zinafunguka? For the moment inaweza ikafunguka, lakini kuna muda ukifika haziwezi kufunguka tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi Petro ninayekuambia hivi kwamba mimi Petro ninayekuhubiria, mimi kuna kipindi nimeishi katika maisha ya dhambi. Na katika hayo maisha ya dhambi niliyokuwa naishi, nilikuwa simsikii Mungu kweli kweli. Simsikii Mungu kwenye maisha yangu. Simuoni Mungu kwenye maisha yangu. Lakini nilipoona ile neema imefunuliwa kwangu ya kwamba ili niweze kuishi maisha ya kulingana Mungu, ili niweze kumuona Mungu kweli kweli, ili niweze kuona fursa kwenye maisha yangu ya kiungu, ni lazima nimkubali Yesu. Ni lazima ni decide to follow Jesus. Kwa sababu nikidecide kumfuata Yesu, hakika nitaona utele ndani ya maisha yangu. Hakika nitaona mema ndani ya maisha yangu. Hakika nitaona mazuri ndani ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao wanafuatiliaga status zangu, juzi nikaandika kwamba nikasema kwamba hakuna kitu kitamu kama dhambi. Lakini dhambi ni tamu, lakini mwisho wake ni uchungu kama nini? Kama nini? Shubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua the moment wakati mwingine unakimbilia kwenye maisha ya dhambi, unafanya dhambi, ni tamu muda huo, lakini mwisho wake ni ubaya. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Na kwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti, uwe na uhakika kuna wakati lazima ikulipe. Uwe na uhakika kuna wakati lazima upokee mshahara wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitenda mema utalipwa nini? Mshahara wa kutenda mema. Kiwango kile kile unachotenda dhambi, unalipwa kiwango hicho hicho cha kutenda dhambi. Kadri unavyotenda dhambi, ndivyo mshahara wako unavyozidi kuongezeka. Kadri unavyoishi utakatifu, ndivyo mshahara wako wa utakatifu unavyozidi kuongezeka. Kwani si kweli? Kiwango ulicho nacho sasa hivi na kiwango ambacho ulikuwa nacho kipindi ulipokuwa unaishi katika maisha ya dhambi, si ni vitu viwili tofauti? Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwingine anasema, mtumishi, usiniulize kwa sababu pengine nipo kwenye dhambi fulani sasa hivi, nitamani niache. Roho wa Bwana akusaidie. Roho wa Bwana akusaidie. Vijana wenzangu ambao mko hapa, ili tumuone Mungu, tunamhitaji Mungu sana. Jana nikawa naambia watumishi fulani, kuambia kwamba kuishi maisha ya anasa sio faida, ni hasara. Nikawa naambia kwamba wakati mwingine kuna vitu vingi tumevikosa kwenye maisha kwa sababu ya dhambi. Sikiliza hili neno nalokuambia. Mtu wa kwanza aliletwa kwa Yesu. Alipoletwa kwa Yesu, Yesu akamwambia, enenda, imani yako imefanyaje? Imekuponya. Mtu wa pili alibebwa kwenye godoro. Alibebwa kwenye nini? Kwenye godoro. Alipobebwa kwenye godoro, Yesu akaangalia imani ya wale watu. Lakini alipofikishwa hapo, Yesu akamwambia, enenda na usitende dhambi. Uliwahi kujiuliza kwa nini alimwambia usitende dhambi tena? Uliwahi fikiria kwa nini alisema kwamba usitende dhambi tena? Kwa sababu dhambi, kumbe kuna wakati dhambi inaua maisha ya mtu. Kuna wakati mwingine vitu tulivyo navyo si kwa sababu ya tabia za kiukoo, si kwa sababu labda tunasema kwamba nimelogo. Kuna dhambi inayokusumbua, ndio maana hauoni kufungua, hauoni kupiga hatua. Nikupe mfano huu mwingine. Ukimwangalia mwana mpotevu, alipewa mali na baba yake. Alipewa sehemu ya utajiri. Na ile sehemu ya utajiri aliyepewa na baba yake, aliamua kwenda kuishi nchi ya nini? Ya mbali. Alipoenda kuishi nchi ya mbali, Biblia inatuambia kwamba alienda kuhusianisha maisha yake, kuchezea maisha yake katika mambo maovu, katika anasa zote za dunia. Baadaye alitapanya mali, na baada ya kutapanya mali, Biblia inatuambia kwamba aliishiwa, akaanza kuishi maisha ya utumwa, akawa na kula chakula pamoja na nguruwe. Baadaye kafika kiwango akasema kwamba, kwa baba yangu si kuna watu wanakula vizuri, si kuna watu wanaishi vizuri, si kuna watu wanaishi maisha mazuri. Akasema, ngoja nifanyaje? Nirudi kwa baba yangu. Sikia, baada ya kusema kwamba arudi kwa baba yake, Biblia inatuambia kwamba baba yake alipomwona alimkimbilia, akamkumbatia. Nini ninachotamani nikufundishe kwenye hilo eneo? Wakati mwingine kuomba kwako toba haihitaji kulia machozi,
haihitaji kumwaga machozi hapa, haihitaji kulia na kulia. Hapana, toba maana yake ni kugeuka. Kuishi maisha matakatifu ni kugeuka na kusema, kuanzia leo nimeamua mimi kuachana na hii dhambi. Kuanzia leo nimeamua mimi kuachana na hii tabia. Kuanzia leo nimeamua mimi kuachana na maisha haya ambayo hayampendezi Mungu. Mwana mpotevu aligeuka. Toba kwa lugha nyingine wanasema repent. Repent maana kwamba ni kugeuka. Unapogeuka maana kwamba umeachana na zile tabia. Unaweza ukalia sana hapa, unaweza ukaomboleza ukalia, lakini kulia kwako kama hujageuka haitakuwa ni matokeo, haitakuwa ni sehemu ya kukubadilisha. Ni lazima useme ndani ya moyo wako, nimekubali kumfuata Yesu, nimekubali kubadilika, nimekubali kugeuka. Pale unapokubali kugeuka, ndivyo unavyoanza kumuona Mungu. Unamuona Mungu akikukumbatia, unamuona Mungu akikufurahia. Biblia inasema kwamba mtu mmoja anapoomba toba ni shangwe na vigelegele kule mbinguni. Kwa hiyo wewe mwenyewe unapoamua leo kuachana na ile tabia yako, ili uweze kumuona Mungu kwa viwango vya juu, ili uweze kumuona Mungu katika standardi ya hali ya juu, ni lazima useme kwamba leo nimeamua kuachana na hii tabia. Ili niweze kumuona Mungu kwenye maisha yangu, nimeamua kuachana na haya mambo ambayo yananirudisha nyuma. Kitu ambacho kinaturudisha nyuma, watumishi wa Bwana, ni dhambi tunazozitenda, ni tabia ambazo tumeizoelea. Na ndio maana shetani ni rahisi sana akapitisha mambo yake, ni rahisi sana akapitisha vitu vyake, ni rahisi sana akapitisha vitu ambavyo yeye mwenyewe ataamua. Huwa shetani hana mamlaka ya kuingia kwenye maisha yako mpaka wewe umempa mamlaka ya kuingia kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Ni muhimu tuishi hayo maisha. Unatamani baadaye huduma yako iwe kubwa sana, anza kuishi maisha matakatifu. Nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote waje kwangu. Iweni ndani yangu nami ndani yenu. Biblia hiyo inasema kwamba kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 12 mstari wa kwanza, basi ndugu zangu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza mbele za Mungu. Tena anasema, amjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Amjui? Kwa sababu ni makao ya Roho Mtakatifu. Ni sehemu ambayo Roho Mtakatifu akiingia anakupa assignment, anakupa cha kufanya, anakupa maelekezo, anakuambia kwamba fulani inahitajika mfanye hivi, fulani omba kwa habari ya mtu fulani, anakupa maelekezo. Kama mwili wako unautoa usiwe tena dhabihu kwa ajili ya Roho Mtakatifu, hautoe tena huo mwili kwa hekalu la Roho Mtakatifu, maana kwamba shetani anakuja kuweka vya kwake, inakuwa ni makao ya shetani. Shetani anakuwa anakupa assignment, anakuambia nenda kwa yule binti, atakukubalia kufanya zinaa. Nenda kwa yule kijana wa kiume, atakukubalia kufanya uzinzi. Nenda kwa yule jamaa, atakukubalia kuiba. Lakini kama ungetoa mwili wako kwa hekalu la Roho Mtakatifu, watakuja watakatifu wa Bwana, atakwambia mtumishi wa Mungu tumwombee fulani, mtumishi wa Mungu tuseme jambo juu ya fulani, mtumishi wa Mungu tutende jambo juu ya fulani, mtumishi wa Mungu tuombe kwa habari ya kanisa, mtumishi wa Mungu tuombe kwa habari ya taifa, mtumishi wa Mungu tuombe kwa habari ya kitu fulani. Sikiliza, wakati ulipoacha yale maisha ya kumwishi Mungu, roho mbaya zinaanza kuja kwako, na zile roho mbaya zinapokuja, zinakuja kwa ajili ya kukupa mawazo mabaya, inakupa tafsiri mbaya mbaya. Unajikuta tu unawaza mambo ambayo hayampendezi Mungu. Lakini akiwepo ndani ya maisha yako, uwe na uhakika fursa mpya ya kiungu inakuja ndani ya maisha. Maisha ya kumiliki na kutawala, ya kumiliki na kutawala huja kwa sababu unaishi maisha ya kumlingana Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi mwisho nimalizie kwa kusema kwamba maisha ya utakatifu ni kuishi maisha safi. Utakatifu ni kuishi maisha safi. Utakatifu ni kuishi maisha safi. Utakatifu ni kumcha Mungu. Utakatifu ni kutii neno la Mungu. Utakatifu ni kujitenga na dhambi. Utakatifu ni kuishi maisha safi. Utakatifu ni kumcha Mungu. Utakatifu ni kutii neno la Mungu. Utakatifu ni kuachana na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaenda kusoma kitabu cha Wakorintho 6:19, Korinto wa kwanza 6:19 mpaka mstari wa 20. Kitabu cha Yohana 17 mstari wa 17, Yohana 17 mstari wa 17. Lakini kitabu hichi nimalizie kutoka kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 14. Nadhani mliwahi kusoma au kusikia. Neno la Mungu linasema kwamba basi tafuteni kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu, maana hakuna mtu awezaye kumuona Bwana pasipokuwa nao.
Kumbe bila utakatifu siwezi kumuona Mungu, mtumishi wa Mungu. Bila utakatifu huwezi kumuona Mungu. Sikiliza mtu wa Mungu. Watu wanaweza wakaomba sana, lakini kama hatoishi katika ule utakatifu hawezi kumuona Mungu waziwazi. Kama unatamani kumuona Mungu, tafuta kuwa na utakatifu. Tafuta kuwa na utakatifu. Kuishi maisha ya sirini na Mungu ndio maisha halisi kuliko hata yale maisha ya hadharani. Maisha ya hadharani hujitambulisha yenyewe, hujiwakilisha yenyewe. Yale maisha ya sirini automatically yanakutambulisha hadharani, yanakuwakilisha hadharani. Bwana Yesu atusaidie sana. Na niseme kwamba ile tabia ya sirini ambayo unafanya, ipo siku itajifunua hadharani, ipo siku itajionyesha hadharani. Bwana Yesu atusaidie sana. Naomba tusimame. Mimi sijui hili neno limekusaidia kwa namna gani, lakini natamani kuambia kwamba Mungu yupo na Mungu anawapenda watu watakatifu. Mungu anawapenda watu ambao wameamua kumuishi yeye. Wakati tukiwa Joint Mass nikamwambia watu fulani, tukiwa kwenye ibada ya Joint Mass nikamwambia kuna mwito wa kuishi utakatifu. Kuna mwito wa kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Na wewe leo kijana mwenzangu ambao uko hapa, wito unakuja kwako. Huduma ulionayo ni kubwa sana. Karama ulionayo ni kubwa sana. No matter watu kwamba umeanzaje, no matter watu kwamba unaimbaje, no matter watu kwamba unakuchije, lakini uwe na uhakika kuna wito mkubwa unaokuja ndani ya maisha yako. Ili Mungu aje kuweka makazi kwenye maisha yako, ni wewe kuamua kumfuata Yesu. One man of God akaimba, I'm decided to follow Jesus. I'm decided kumfuata Yesu. Ni wewe mwenyewe. Ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe unajijua sirini. Lakini mimi nikikuona nasema jana nilimwaga ni mtumishi anaimba vizuri mpaka uwepo wa Bwana unashuka. Lakini sirini sikufahamu. Sirini sikujui mtu wa Mungu. Wewe ndio unajijua muda wako ukiwa umejifunika neno lako, umejifunika kwenye ile shuka lako. Wewe ndio unajijua katika muda huo. Wewe ndio unajijua. Hakuna anayekufahamu. Na ndio maana kuna vitu vyako vingine sirini unashughulikia mwenyewe. Wewe ndiye unayejijua, mimi sikujui. Lakini hapa nakujua unaimba, unasema tu Mungu ashushe baraka, unapiga kinanda vizuri, lakini huko sirini sikujui. Huko sirini sikufahamu. Hapa sikujui jinsi ulivyo, lakini hapa kuna namna ambavyo Mungu ananiambia tu kwamba kuna watu wanatamani wamfuate yeye. Kuna watu wanaamua wamfuate yeye. Kuna watu wanahitaji wamfuate yeye. Kubali kumfuata Yesu. Kubali kumfuata Yesu. Kwa sababu ni mtu pekee ambaye unahitajika kwenye maisha ya kwenu, uweze kusaidia kanisa lako, uweze kusaidia taifa lako, uweze kusaidia ndugu zako. Mungu akusaidie sana. Mungu akuwezeshe sana. Yakini huku hadharani tunakuona unanena kwa lugha, unaomba kinywa chako kinanena kwa lugha vizuri sana, kwa mpangilio wa kila namna, lakini sirini tukikuona ni mtu wa kwanza kutukana watu, ni mtu wa kwanza kupanga mission ya uovu, mpaka wakati mwingine una ratiba za kupanga uovu, lakini huku hadharani tunakuona kabisa, tunasema fulani akiomba tunaona uwepo wa Bwana, lakini ule uwepo hauwezi ukadumu, hauwezi ukawa consistent ndani ya watu. Kwa sababu gani? Kwa sababu sirini kumejaa uovu, sirini kumejaa mambo ya uovu, sirini kumejaa tabia ya kila namna. Achana na hayo mambo, achana, mfuate Yesu. Haya maisha ambayo tumepewa kwa wakati huu ni maisha ambayo tumepewa kwa muda tu. Kama hatutatumia vizuri, kama hatutazingatia vizuri kutumia na kuheshimu vizuri, tutajikuta tunaishi katika taabu, tutajikuta tunaishi katika hali ambayo wakati mwingine tunasema laiti ningelijua nisingelikuwa hivi nilivyo, laiti ningelijua yamkini ningelifanana na mtu fulani, yamkini ningekuwa na maisha kama mtu fulani. Lakini leo wito unakuja kwako, leo wito unakuja kwako. Biblia inasema tubuni basi rejee, ili dhambi zenu zipate kufutwa, zije nyakati za kuburudishwa kwetu. Maana kwamba tunapoishi yale maisha ya utakatifu, nyakati zetu zitarejeshwa. Zile nyakati zetu za kuburudishwa zinaanza kurejeshwa taratibu. Kwa nini? Kwa sababu ya yale maisha ya utakatifu ambao tumekubali kumfuata Yesu. Ninayemwambia hivi binafsi, mimi ndani ya moyo wangu nimesema kabisa hakuna binadamu yote atakayenizuia tena kumfuata Yesu. Yakini for the present time wamenizuia sana, wakanizuia sana kwa kila namna, lakini this time hawawezi kunizuia,
hawawezi kunizuia. Na unaweza tukajiambia hivyo, hawawezi kunizuia. Kubali kumwishi Yesu kweli kweli. I don't know namna ambavyo Yesu anakuongoza ndani ya moyo wako. Kuna vitu vingi umefikiria sirini, kuna namna ambavyo umefikiria, yamkini unasikia tu kupiga magoti. Mtu wa Mungu, wewe mwenyewe unaweza tu kuzungumza na Mungu, unaweza ukafanya U-turn tu, ukageuka kumwambia Bwana, ni mimi nimekosea, ni mimi nimekuwa nikiishi katika maisha ya dhambi, ni mimi ndiye huyu ambaye nimekuwa nikiishi katika maisha ambayo hayakupendezi. Bwana Yesu ni rehemu, Bwana Yesu ni rehemu, kwa sababu tabia yangu ya sirini imeua maisha yangu ya kustawi, imeua karama yangu ya kiroho. Hata hichi ambacho kinaonekana nje sio uhalisia wake. Kila ambacho kilikuwa kinatarajiwa kuonekana hadharani sicho kinachoonekana kwa sasa hivi, kwa sababu ya uovu ambao nimekuwa nikiutenda, kwa sababu ya dhambi ambazo nimekuwa nikizitenda. Unaweza tukanyenyekea kumwambia Bwana, unaweza ukasogea hapa mbele ukamwambia Bwana, tukaomba pamoja. Usimtazame jirani yako, hata kama kuna siku kuna jambo mmefanya, lakini leo wito unakuja kwako. Katika maisha yako mwambie Bwana, ni mimi nakuja mwenyewe na nafsi yangu, ni mimi ninakuja Yesu, maana haya maisha nimeyachoka, Yesu anakuita na kuambia, mwanangu njoo, mimi ninayekuita, ni mimi ninayekuita kwa habari ya maisha yako, anakuambia mwanangu, ninakujua, najua njia zako, najua mahali ulikopita, nyenyekea kwangu nami nitakusamehe. Biblia inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakinyenyekesha, wakiacha njia zao zilizo mbaya, nitasikia kwa mbinguni na kusamehe maovu yao na kuiponya nchi yao. Mwambie Bwana, ni mimi ninakuja kwako, Yesu, ni mimi ninayekuja kwako, Bwana. Sijui kama mtu wa Mungu umenielewa kile ambacho nakwambia, lakini ndani ya moyo wako kuna kitu ambacho kinakwambia tubia dhambi. Lakini unaogopa kusogea kumbe, lakini hapo ulipo unaweza ukapiga magoti, ishara ya kunyenyekea tu, kumwambia Bwana nisamehe. Lakini moyo wako unakusa kusogea madhabahuni, ukazungumza na Mungu, ukamwambia Bwana nisamehe. Unaweza tu ukasogea kumwambia Bwana ninaomba unisamehe, ukamwambia Bwana ninaomba unisamehe. Neno la Mungu ambalo linatuongoza ya kwamba fursa za kumiliki na kutawala, hatuwezi kumiliki kama tutaishi kwenye uovu, hatuwezi tukamiliki na kutawala kama tutaendelea kubaki katika ile dhambi ya zinaa, hatuwezi tukamiliki na kutawala kama tutaendelea kubaki katika ile dhambi ya uasi, hatuwezi kumiliki na kutawala kama tutaendelea kubaki katika mambo ya dunia, hatuwezi kumiliki na kutawala kama tutaendelea kubaki katika yale mambo ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Baba, achilia rehema zako Bwana, achilia masamaha yako. Watoto wako wanatubu mbele zako, watoto wako wanahitaji kutakaswa na wewe. Ile damu yako Yesu inenayo mema, Bwana Yesu ikanene mema juu yao, ikawatakase Bwana, ikawasafishe Bwana, ikawatenge na kila aina uovu, ikawatenge na kila aina ubaya, ikawatenge na kila aina makosa. Ambaye Bwana anatubu, anasema uzinzi umekuwa kama tabia kwenye maisha yake, masturbation imekuwa kama tabia kwenye maisha yake, tabia ya uasherati imekuwa kama tabia kwenye maisha yake, tabia ya unafiki imekuwa kama tabia kwenye maisha yake. Bwana, unayefuta umekandamiza maisha yao, lakini uovu umekandamiza huduma zao, uovu umeleta kudumaa kwenye vipawa hapa, uovu umewafanya wadumae kwenye maisha. Bwana, haukustahili kuwepo hapo. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu ipite, watakase Bwana, watakase baba yangu, wasafishe na ile damu yako ya samani, wasafishe na ile damu yako inenayo mema, watenge Bwana. Maana utakatifu ni kutengwa Bwana, utakatifu ni kutengwa kwa ajili yako. Wape Bwana, wape neema Bwana ya kukutegemeza wewe siku zote, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Uovu usipate nafasi tena, kwa jina la Yesu Kristo. Nyosha tu mikono
yako, fatisha sala hii, fatisha sala hii kwa wewe ambao unatamani kubadilika kabisa kabisa, unatamani kubadilika moja kwa moja, unatamani kubadilika moja kwa moja, unatamani kubadilika moja kwa moja wewe kabisa, na unaona kabisa kweli mimi nikibadilika leo ninaona maongezeko kwenye maisha yangu. Unahitaji kubadilika moja kwa moja. Nyosha mikono yako juu, nyosha mikono yako juu, alafu kila mmoja afunge macho yake, kila mmoja afunge macho yake. Sema, Bwana Yesu, ninasogea kwako, nimesikia neno lako likizungumza waziwazi kwa habari ya maisha yangu, kwa habari ya maisha yangu. Leo Bwana Yesu, nimesikia kwa habari ya utakatifu, na nimesikia kwamba utakatifu ni kutengwa kwa ajili yako Mungu, kwa ajili yako Mungu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaomba leo nitenge kwa ajili yako, kwa ajili yako, kwa jina la Yesu Kristo. Kila dhambi niliyofanya kwa mazoea ikawa tabia nikachukulia kawaida, leo hii hiyo dhambi niliyofanya kwa muda mrefu ninaiacha kwa jina la Yesu. Dhambi yoyote ile ninaiacha kwa jina la Yesu. Mawazo yoyote mabaya ambayo yamesababisha uovu ndani yangu, leo hii Bwana Yesu, kama mwana mpotevu alivyoamua kurudi kwa baba yake, nami leo nimeamua kurudi kwako, maana Bwana Yesu, nikirudi kwako kuna mengi nitayapata, kuna mazuri nitayapata, kuna neema itaongezeka, kuna kibali nitapata, kuna neema nitapata. Yesu, wewe ujuaye ndani yangu, wewe ujuaye maisha ya siri kunihusu mimi, ninaomba unisamehe. Ipo dhambi niliyoifanya sirini, ipo dhambi iliyotesa maisha yangu, ama ni dhambi ya sirini. Leo hii ndani yangu na nafsi yangu, kwa moyo wangu wote, ninaacha hiyo dhambi ya sirini, ninatubia hiyo dhambi ya sirini kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninajiosha kwa damu ya Yesu, ninaosha mawazo yangu kwa damu ya Yesu, ninaosha akili yangu ya Yesu, ili kusudi nianze kuishi yale maisha ya kumiliki na kutawala. Maana Bwana Yesu, nimegundua kwamba maisha ya dhambi haikupi neema ya kutawala, haikupi neema ya kumiliki, lakini leo nimegundua yale maisha ya utakatifu inakupa halali wa kumiliki na kutawala. Yesu, ninaomba unisaidie, nipe tayari kusaidiwa na wewe, nipe tayari kuonywa na wewe, niko tayari kutembea na wewe, niko tayari kukaribiwa na wewe kwa jina la Yesu. Neno la Bwana ambalo tumesoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa kwanza mstari wa 8. Neno la Bwana linasema, kisha kwa ajili ya Roho Mtakatifu mtapata nguvu mpya, mtapata nguvu mpya. Bwana akupe nguvu mpya kuanzia sasa. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu kuanzia sasa. Pale ambapo ulishuka kiroho, pale ambapo nguvu ya Roho Mtakatifu iliondoka, mpaka wakati mwingine unaonekana wa kawaida, ile heshima imepotea, kwa sababu tu nguvu ya Roho Mtakatifu ilivyoondoka. Bwana akupe hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu, akupe nguvu kuanzia saa hii, akupe nguvu mpya kuanzia saa hii. Maana hiyo nguvu mpya itakusaidia kuendea yale mema, itakusaidia kuendea yale mazuri, itakusaidia kutawala. Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, the power of Jesus, kwa jina la Yesu, pokea hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu itakao kuwezesha, itakao kuinua, itakao
ya Roho Mtakatifu ikusaidie. Utakuwa unaimba kwa vingine, utakuwa unahubiri kwa viwango vingine. Hautahubiri kama jana ulivyohubiri, hautaimba kama jana ulivyoimba, hautaimba tena kwa kujiinua, hautahubiri tena kwa kujiinua, hautaomba tena kwa majivuno, kwa sababu ni badiliko jipya. Mwana mpotevu alivyokubaliwa na baba yake, alivishwa mavazi mapya, alivishwa mavazi mapya, alivishwa mavazi mapya. So there is another anointing ambayo Bwana anaachilia kwako, ambayo Bwana anakupa, ambayo Bwana anakupa, anakuneemesha, anakubadilisha, anakubadilisha, anakupa kiwango kingine. Biblia inasema ya kwamba tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya, yamekuwa mapya. Kuimba kwako kutakuwa kupya, kutakuwa kupya kwa jina la Yesu. Kutumika kwako kutakuwa kupya. It is another level, ni kiwango kingine, ni kiwango kingine, unaelekea kiwango kingine. Hautaimba kwa mazoea, hautaimba kwa majivuno, hautaimba kwa kiburi, hautahubiri kwa majivuno, hautaomba kwa majivuno, bali roho ya unyenyekevu, roho ikufundishaye itaingia ndani yako. Maana it is another power ambayo inakuja kwa another method ambayo inakuja ya kukuwezesha, ya kukusaidia, ya kukuwezesha, ya kukusaidia. Ukiamini inakuwa ya kwako, inakuwa ya kwako, anakubadilisha. Jesus, reketeria maseketeria kabora. Hiyo power, 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 nguvu ya kunena kwa lugha mpya. Walivyoshikiwa na Roho Mtakatifu wakaanza kunena kwa lugha mpya. Ile lugha ambayo ulikuwa unainena jana, hautainena tena sasa hii, hautainena tena saa hii, hautainena tena. Ipo nguvu ya kiungu ndani, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu, asante wewe ubadilisha maisha ya watoto wako. Asante Bwana Yesu, kwa sababu wewe unabadilisha nyakati za mtu, wewe unabadilisha nyakati za mtu. Ninakuinua, ninakutukuza. Pokea sifa, maana watoto wako wamekugeukia wewe, wamekugeukia wewe Roho wa Bwana. Wasaidie Bwana, kwa sababu safari hii pia ya wokovu si safari rahisi. Kuna wakati wanaweza wakakutana na vikwazo, kuna wakati wanaweza wakakutana na vishawishi vya kila namna, lakini nani atakayewaokoa na mwili huu wa mauti? Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ndiye wewe utakayewasaidia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana ukawaongoze, Roho Mtakatifu kawasaidie, kawafundishe, kawaelekeze, ili kusudi waweze kuwa katika ile fursa ya kumiliki na kutawala, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, pokea sifa na utukufu, heshima na zamani zako. Amen. Hebu mshangilie Bwana Yesu. Ongeza makofi tena ya ushindi, ongeza tena makofi, ongeza tena, ongeza tena, ongeza tena. Kama kuna kitu umekiona kipya, kuna mtu Mungu amemvusha, kuna mtu mmoja Mungu amemsaidia, amesaidika, amesaidika, amesaidika. Ongeza tu makofi ya Yesu, ongeza tu kwa kumshukuru Mungu, kwa kumwambia Mungu asante kwa kunisamehe, kwa kunihurumia tena. Mpe yeye utukufu, heshima na zamani zake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Mungu anawapenda sana. Kuna watu wengine walianza kujihudumia wakasema kwamba hivi itakuwaje? Kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu alikuwa ananionyesha kuhusu mimi, na kuna mtu mmoja ambaye ndani ya moyo wake anasema kweli, nimeamua. Swala la kuamua si swala la watu wengi, ni swala la kwako mwenyewe. Na kwa kuwa umeamua, mpendo wa Mungu, Mungu yupo pamoja na wewe. Mungu yupo pamoja na wewe na atakusaidia kweli. Kama mimi amenisaidia, kama mimi amenivusha katika mengi, vishawishi vya kila namna, mimi ninayezungumza hapa, hichi ninachokuhubiria ni kitu ambacho kimenisaidia. Sio kwamba nimechukua kwa mtu nikakuletea, ni kitu ambacho Roho Mtakatifu amenisaidia kuishinda. Ndio maana nikaja nikakuhubiria ili uweze kubadilika. Na kwa kuwa umebadilika, na kwa kuwa umebadilika, Roho wa Bwana yu juu yako. Roho wa Bwana yu juu yako. Amekupaka mafuta leo. Enenda ukatumike kwa uaminifu. Katumike sana kwa unyenyekevu. Usikae na
usishindane nao. The Bible says katika kitabu cha Psalm chapter 1 verse 1 anasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Usiende pamoja nao, usitembee pamoja nao, ili wasikurudishe nyuma. Amua wewe kuanzia leo na tembea wewe na Roho Mtakatifu, ili akusaidie kusudi kila atakaye kutazama aseme, nimemwona Mungu, nimemwona Mungu. Kama mimi nilivyosimama pamoja nanyi leo, ninaamini kuna namna ambavyo Mungu ameonekana. Nami napungua sana ili Mungu akapate kuongezeka. Baba, pokea utukufu, pokea heshima. Ninashuka chini sana, wewe ukapokea utukufu huu. Mimi nimefanya kila ambacho umeniagiza nifanye, na nimekitenda kila ambacho umeniambia nikitende. Na mimi ni mtumwa tu nisiokuwa na faida. Nimefanya yale ambayo umeniagiza. Asante kwa kuleta badiliko kwa ajili ya watoto wako. Asante kwa neno la uzima. Asante hata pia kwa habari ya mtumishi wako ambaye Bwana Yesu umempa maono haya kwa ajili ya Singida na kwa ajili ya Tanzania kwa ujumla. Can you come forward my brother? Unaweza tu ukaja tukaomba kwa ajili yako. Elisi, unaweza ukaja tu tukaomba kwa ajili yako. Naomba tunyoshe tu mikono juu yake, tutamke neno la uzima. Sio rahisi, watu wa Mungu, sio rahisi. Kuna siku nimeandaa huduma mahali fulani. Sikutegemea kama watu wangekuja au wasingekuja. Kuandaa huduma hii si kazi rahisi. Hata mimi kuja tu sio kazi rahisi. Kuna kitu tumekipata kupitia huduma hii ambayo Mungu alipata tu neno la baraka. Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni, tazama mtumishi wako uliyemnyanyua kwa majira haya, nyakati hizi. Tunatamka mema juu yake, tunatamka mazuri juu yake, tunatamka yaliyo mema. Huduma hii na maono haya ambayo umempa katika nyakati hizi, katika wakati huu, katika kizazi hichi, naomba Bwana asipungue, naomba Bwana asishie njiani, bali aende mbele zaidi. Pale ambako Bwana walifikiria atatembea, atakimbia kwa viwango vya juu, waliposema ataruka, bali yeye atapaa kama tai, na huduma ile Bwana itakuwa ni wa viwango. Tanzania itasikia, dunia itaelewa, Singida itaelewa, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana, ninaomba ukampe kuendelea mbele, kamtie moyo, kamfariji kwa jina lako takatifu. Tunakuamini wewe juu yake. Asante kwa sababu Bwana umemsimamisha. Ni kijana anahitaji msaada wako, ni katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Asante Bwana kwa sababu utakuwa pamoja naye. Amen. Mungu awabariki sana. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya baraka sana. Haleluya, haleluya. Unaweza kumshangilia Bwana zaidi ya hapo. Kama umebarikiwa, mshangilie Bwana. Kama hauna roho mbaya, mnaweza kumshangilia Bwana. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amina sana. Na mimi ujumbe na maneno ya Mungu tumeyapokea. Bwana asifiwe sana. Matendo yako yakiwa imara, yakiwa mazuri, hautopungukiwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya sana. Ninakwambia aliyoyazungumza mtumishi wa Mungu ni ukweli. Matendo yako na moyo wako ukiwa mzuri na ukiwa mwema, hautapungukiwa. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuwa unamtumikia Mungu kwa uaminifu, lakini moyo wako hauko kitumishi, lakini moyo wako una kinyongo, lakini moyo wako una kiburi, hautoenda mahali. Bwana asifiwe sana. Kama utayaacha matendo yote mabaya, hakikisha moyo wako ni mweupe sana. Bwana asifiwe sana. Ufurahie anapobarikiwa mwenzako, umuombe anapobarikiwa mwenzako, na Mungu na wewe atakubariki. Bwana asifiwe sana. Usimwonee kinyongo, usimwonee kiburi. Anapobarikiwa ndugu yako, hautoenda mahali. Bwana asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki. Mungu aendelee kukutia mafuta. Lakini pia mtumishi wa Mungu, Mungu aendelee kukutia mafuta na Mungu aendelee kuonekania. Bwana asifiwe sana. Karibuni kwaya. Emmanuel,
juu ya mataifa yote. Jina la Mungu limetukuka juu sana. Hakuna kama Bwana, hakuna mwenye nguvu kama Bwana, hakuna awezaye kuzuia kusudi la Mungu, hakuna awezaye kuziba mlango wa baraka za Mungu kwenye maisha ya mtu. Hata itokeni maisha ya mtu yatabaki pale pale, kwa sababu anayesimamia maisha ya mtu ni Mungu peke yake. Watu wengi watakwambia kwamba wewe hauna thamani. Mungu anasema, mwanangu, una thamani kuliko wao wanaosema hauna thamani. Wapo watu watakaosema wewe haustahili kuwa kwenye viwango fulani, lakini Mungu anakustahilisha. Mimi nipungue, Mungu aongezeke. Sina namna ya kusema wala kukuambia wewe, ila nina neno moja tu: Bwana akukumbuke na kizazi chako. Yesu asifiwe. Sina neno zuri la kutamka juu yako, sina kitu kizuri cha kukupa, ila nilicho nacho ndicho nikupacho. Katika jina la Yesu ukastawi. Yesu asifiwe. Sina namna ambavyo naweza nikakupeleka au naweza nikakushawishi, ila ninachotamani nikwambie tu, mtumikie Bwana aliye hai. Hautabaki kama ulivyo. Mwenyezi Mungu akubariki sana, akukumbuke katika maisha yako yote. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Baada ya kusema haya, na session ya kwanza tumemaliza, tumefika mwisho. Session ya pili ni kuanzia saa 11. Bwana asifiwe. Naomba tuwai na tunafanyia wasifu. Hatutakuwepo hapa, tutakuwepo wasifu kwa ajili ya jioni. Kwa hiyo niombe uwai, tutatua na muda mzuri wa kuomba. Mimi nikwambia, wakati huu tutaomba mpaka kieleweke. Yesu asifiwe. Wakati tunaendelea na maombi pale, mtumishi wa Mungu alivyokuwa anaongoza maombi, kuna kitu nilikuwa nakiona kwa habari ya huduma hii. Sisemi kwa sababu mimi ndiye mbeba maono wa huduma hii. Nataka nikwambie kitu ambacho Mungu amenifunulia nikakiona kwa habari ya huduma hii. Nilikuwa namwambia Mungu, kwa nini nimeandaa mazingira haya yote? Ukiangalia huko mbele, ukiangalia hapo, ukiangalia hapa. Akasema kitendo ulichokifanya ni kitendo cha kinabii. Akaniambia kuna wakati ambao zile meza zitakaa peke yake, vile viti watakaa wachungaji, huku mbele watakaa waalikwa mbalimbali. Nikamtukuza Yesu aliye hai. Sisemi kwa sababu mimi ndiye mbeba maono wa huduma, nasema kwa sababu ya Mungu ambaye alikusudia kongamano hili liwepo. Nikawa najiuliza, kwa nini pamoja na kugharamia vyote mpaka kamera zinakuwepo, lakini tupo hivi? Akasema mahali hapa nimeweka agano na wewe, na hawa watu walioko hapa watatoa ushuhuda mahali walipo. Ipo siku watatoa ushuhuda kwa habari ya huduma hii. Sikiliza, mahali popote mtakapokuwa, watu ambao wamefanyika sababu ya huduma hii kusimama, likiwepo kanisa hili na wewe hapo, sitaacha kuwaombea, sitaacha kutamka neno juu yenu, kwa sababu mahali ambapo nimetoka na mahali hapa nilipofika ni pamoja na ninyi kunitia moyo, pamoja na ninyi kuniombea, ni pamoja na ninyi kuniambia inawezekana. Kuna mahali akili yangu iliniambia hili jambo haliwezekani. Kuna muda nilimwambia Bishop, nikamwambia Bishop, mimi hapa ngoja nimwambie hata Aidani asije tena kwa sababu ya hali hii, na ngoja nimwambie asije tena. Bishop hakunijibu chochote. Kama alinijibu labda sikusikia. Hakunijibu chochote, aliniangalia tu. Lakini nilichoangalia, baadaye sauti ikaja ndani. Nimempigia simu Aidani kusudi nimwambie kwamba asije.
lakini nikamwambia tu wakati umefika. Yesu asifiwe. Nilijikuta nimemwambia tu hivyo. Nini? Nataka nikwambie kwamba jambo moja ambalo nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana, nimtumikie Bwana hata kifo. Hakuna kitu cha kumtenganisha mimi na Mungu. Nawe natamani Mungu asikutenganishe na huduma ulionayo. Haijalishi mazingira utakayokutana nayo. Ukitoka hapa Singida ukaenda kwenu, haijalishi kwenu wanamjua Mungu au hawamjui Mungu, hakikisha chochote ambacho unakutana nacho kisikutenge mbali na uso wa Bwana. Haijalishi ni mwanaume, haijalishi ni mwanamke, asikutenganishe na uso wa Bwana. Nataka nikwambie, maisha yako hayatakuwa ya kawaida. Maisha yako hayatabaki kama yalivyo. Na katika usawa wako, Mungu ananiambia jambo moja. Katika tumbo lako, katika kiuno chako, watatoka watu wakuu ambao watamtangaza Kristo aliye hai na sio matapeli. Kwenye maisha yako yote, watu watakapotukutazama tembea yako, watamuona Mungu, na maisha ya watu yatabadilika kwa sababu ya tembea yako. Mwenyezi Mungu akubariki sana, akuongoze katika njia ya haki, akuepushe na hatari zote, afungue milango iliyofungwa kwa habari ya maisha yako. Mungu wa kwako ukaachiliwe huru. Kila kitu ambacho Mungu alikusudia kiwe juu yako kama haki, kikawe juu yako katika jina la Yesu. Popote unapotembea, najua adui amekuandalia ajali, amekuandalia vikwazo, ameandaa vitu vingi vya kukuzuia kufika. Mungu akupe kushinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu. Tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda, na wewe ukashinde katika jina la Yesu. Amen.